Jamani, mmeelewa tunapoenda kwenye hii? Waajiri mnanisikia? Mmeona tunapoenda kwenye hii? Kuna shida. Kuna dada ambaye anataka afanye kila kitu, anataka apambane afanye kila kitu, lakini kwenye uhalisia hawezi. Alafu kuna mwajiri anataka nyumba yake kila kitu kifanyike na dada, lakini kwenye uhalisia haiwezekani. Sasa kinachotokea, huyu dada anaondoka, anaweza akatoroka, anaweza akapiga simu, nimefiwa, mtoto wangu kagongwa na gari, sijui nini, ambao kidogo wanajitahidi wataanza kutuambia ukweli, lakini matokeo yake ni yale yale tunayaona. Sasa tumesema wewe kupiga simu tu kusema unataka dada, jukumu la kwanza linalojulikana ni malezi. Yaani la kwanza hilo, yani tayari hilo lipo, si ndio? Then kwenye malezi kuna hizo sasa, usafi wa nyumba, sije nje ndani, kupika. Sasa kipaumbele kiko wapi? Nani anatengeneza utaratibu wa kipaumbele? Je, utajisikiaje ukirudi nyumba haijasafishwa lakini dada anakuambia nilikuwa na watoto? Haya jamani, tuendelee. Nitaka tu niweke hilo swali kichwani ili tufikirie kwamba tunaposema kazi za nani hapa inakuwaje. Asante dada Lilian. Kwa kuongezea hapo, ndio hapo sisi tunapo toa huduma huaga mara nyingi hatusikilizi bosi anasema wadada wenu shilingi ngapi? Nahitaji dada hapo. Yaani huwa tunapenda kujua majukumu ulionayo. Then tunakushauri, kwa sababu kwa nature ukisikiza hii kesi iliyotolewa mfano, sio nyumba ya dada mmoja. Tena wakati mwingine sio wadada ambao level yao ni traditional. Kwa hiyo unamshauri bosi kulingana na majukumu anayokutajia na vile anavyopenda akute nyumba yake. Mwingine anakuambia nataka nikute nyumba yangu safi, nyumba yangu imefanywa usafi vizuri, napenda kula vizuri. Yaani hivyo vitu anavyokutajia sio vya dada wa level ya chini. Mtu ambaye anaweza kujiongoza na kujiongeza akafanya kila kitu bila kusimamiwa, kuelekezwa, lazima waanze kwenye hii level ya juu. Tunaongelea smart au professional. Lakini pia mtoto ambaye anapewa malezi chanya ni mtu ambaye anaelewa nini maana ya malezi. Kwa sababu ukianza kusema mimi inabidi nipange muda, lazima huyu mtoto utamuumiza. Yaani lazima kuna wakati mtoto atalia, utamuignore kwa sababu unataka umalize majukumu mengine ili bosi akirudi akute umefanya kazi zake nyingine. Na pale ndipo watoto wanapoumia, mabosi bila kujua. Ndio hapo tunapowashauri kwamba angalau uwe na labda wadada zaidi ya mmoja, ili mmoja wakati watoto muda wote wanahitaji attention. Kwamba ndio sababu sisi tunatoa consultation. Kabla hatuja kupatia dada unayemtaka, kwanza tutakupa ushauri, tukuelekeze namna ambavyo yani unahitaji wadada ambao hata burnout aanze kutuambia nimefiwa. Na yani wewe ukufiwa ukiwa kituoni, hukuuguliwa ukiwa kituoni, uliporifika tu ndani ya nyumba ya bosi wako matatizo pale pale yaliibuka. Tunajua ni njia ambazo wanataka kuescape kwa sababu wanakutana na majukumu ambayo ni mazito na wanaelemewa, wanaona sasa namna njia ya kutokea ni kuanza kutangaza changamoto zao mbalimbali. Mimi niliacha mtoto wangu, mbona hukutuambia? Mkataba wetu unasema ukija hapa utueleze kila kitu chako. Mara mimi naumwaga na tatizo la mgongo, dada tulisema kama una shida yoyote ya kiafya utuambie siku ya kwanza tulipofika kituoni kwetu. Lakini unapofika kwa bosi ndio unaibua mambo mengi, lakini mara nyingi nakuaga ni ugumu wa kazi wanazokutana nazo, wanaamua kutafuta vijisababu. Sasa ili tuweze kufanya intervention mapema, ndio maana ya hizi platform, ili tuweze kuonyeshana ni wapi kuna changamoto na namna gani tunaweza kuzikabili. Hilo tu ndio nitaka niliongezea hapa. Kabla Halima hajaongea, niseme tutofautishe tunavyoongea majukumu na tunazungumzia majukumu, alafu kuna level au huyo mtu anakuja kufanya majukumu awe na ubora gani. Sasa hivyo ni vitu viwili tena hapo. Kwa hiyo anataka kuongelea hivyo ataongelea, lakini leo tunataja majukumu, then tutaongea je hayo majukumu yanafanyika kwa level ipi au nani afanye hiyo level. Manake tena hapo unazidi kwenda ndani. Unaweza kusema wewe una kazi nyingi lakini hizo kazi zitafanywa na nani? Una mtoto, nani atafanya watoto, nani atapika? Umetaja hapa au wanaotaka kupikiwa vizuri sijui nini. Kwa hiyo kuna issue ya majukumu, je yanamfaa dada mmoja au je hayo majukumu yake kwanza ni ya kazi za ndani,
lakini then dada gani anakuja kufanya majukumu au uwezo wa huyo dada kuja kufanya majukumu. Kwa hiyo mnaona inakuwa sasa sio complicated, lakini it's more ni zaidi ya tunavyofikiria. Sio kirahisi namna hiyo, lakini ndio maana sisi tuko hapa. Karibu, endelea Halima. Kwa majina naitwa Halima Amin. Kazi za ndani ninavyoelewa mimi ni kufua, kupika, kuosha vyombo, hasa zile kazi ambazo zimekuzunguka. Kazi ya kwanza ni kufua, kuosha vyombo, kuwasimamia watoto ipasavyo, na kusimamia kila jukumu ulilopewa katika nyumba ile. Changamoto ya kwanza tunazopitia sisi tukienda kule kwa mabosi wetu au wengine, unaweza ukaambiwa, maana ukitoka hapa unaambiwa kwamba kazi fulani, kazi fulani, kazi fulani na familia fulani. Unaweza ukaenda kule ukaambiwa familia fulani, lakini ukakuta ni zaidi ya kile ambacho amekuambia hapa kituoni. Huyo dada atafanyaje kuepuka zile kazi au kuongea na bosi? Maana mabosi wengine ukiwaambia waga wanachukia, au ukipiga simu kituoni kama mnavyosema waga wanachukia, wana kinyongo. Swali la pili, je, kuhudumia maua, kutengeneza bustani, kuosha magari ni kazi ya ndani? Kuna mtu alikuwa anapiga makofi? Sasa si upige. Piga kama ulikuwa unapiga makofi, mnaogopa nini? Piga makofi kama unataka kupiga makofi. Sasa nawakilisha, mnawakilishana sasa. Yaweza kuwa alikuwa amesinzia kwa akashtuka. Alikuwa na kitu ambacho hawataki kusema. Okay, kwa hiyo swali lake la kwanza ni majukumu kuwa tofauti, si ndio? Alafu kwamba kama akiwa tofauti anafanyaje? Mpe mic. Na swali lingine, hapa mnasema kwamba mdada akienda kazini anabidi apewe ofu baada ya siku 7. Lakini wengine wakienda kwa mabosi hizo ofu hawapewi. Okay. Issue za off tulizungumzia sana, lakini sio baada ya siku 7. Ila kila workshop tunalii na issue za off. Nilikuwa nahitaji nijue zaidi. Sio baada ya siku 7. Off sio baada ya siku 7. Nafikiri kuna mkataba mpya ambao umeanza sasa hivi, ambao tunasema dada anatakiwa apewe siku 2 off kwa mwezi. Kwa kuanzia. Siku 2 off kwa mwezi kwa kuanzia. Kwa nini? Kwa sababu kiubinadamu anatakiwa upate siku 1 kwa wiki. Lakini wanasema uwezi ukaanza shule darasa la 7, lazima uanze la kwanza. Kwa hiyo na sisi tunajaribu sana kuwa very civil na mabosi na mazingira, kwa sababu tunaangalia pia kuna waajiri wengi wako wenyewe. Tuna single mother na kuna family ambazo hakuna mtu mwingine. Kwa hiyo labda kuafford kukupa kila wiki siku inaweza kawa shida. Kwa hiyo tulizungumzia workshop kuhusu ratiba dada kubuy time ndani katika siku masaa 2-3, lakini tukaona tuanze na siku 2 kwa mwezi. Alafu tuanze kujenga hapo watu wazoe. Kumbuka nimeongea mwanzoni kwamba tunadili na sekta ambayo kwanza haijarasimishwa, lakini pili ambayo imejaa sana mamila na madesturi tuliorithi. Kwa hiyo unaporithi mamila na madesturi, kuna vitu vingi vinakuwa ni changamoto watu kuelewa. Itachukua muda. Kwa hiyo lazima tuanze somewhere, yani tuanze negotiation. Si ndio? Yani tunaanza kuongea, tusaidiane. Huyu dada ili aweze kufanya kazi zake vizuri, na yeye ni binadamu, na yeye na watu wake pembeni wanaompenda, wanapendana huko, familia yake, anahitaji kutoka na yeye aende. Kwa hiyo I think siku 2 kwa mwezi sio mbaya. Bosi anaweza akajipanga akatoa hizo siku. Sisi tumeelewana hapo Hayo ndo maelekezo ya sasa. Zile siku 7 nafikiri unazungumzia wewe sio hizo, ni zile za emergency. Kama una dharura za kifamilia unaruhusiwa kuomba siku 7. Tukisema familia tuna maana watoto wako, mama yako,
mme wako, sijui kwa kiume, yani wale watu ndugu za karibu, si ndio? Ndio hizo siku 7 unaweza kuomba. Jamani, mnasikia mnavyoongea? Kama mna swali mnaruhusiwa kuuliza. Ndo anawakilisha, tunawakilishana, si ndio? Ameuliza yeye, lakini jibu linaenda kwa wote, si ndio? Unakuongeza kitu? Asante sana. Naomba nisemee swala la off. Sio kwa maana tu ya kulisemea, lakini kwa maana ya mabosi wanaonisikiliza. Swala la off, kuna maana inaenda kutrain masuala ya kwenye makao ya watoto. Kwa ndani ya makao ya watoto kuna family houses, kuna nyumba mama wamepewa nyumba kule, wanalea watoto labda 4, 5, na hakuna off. Total ya kukuwa na off kabisa, yani kwamba ni mpaka likizo yako ya mwaka. Sasa unajua mambo jamani, hawa watu ni watu wazima. Kwanza tukumbuke ni watu wazima. Wadada wa kazi hawa ni watu wazima. Wana privacy, wana mambo yao. Ni vizuri kujua. Lakini pamoja na hayo kuna kitu fulani kwenye malezi kinaitwa how do we compensate lost love. Unajua mtoto asipokuona kuna mapenzi yanapotea. Ndio message sasa kwa hawa kwamba sasa ni lini utafidia ukipata ule muda uko na watoto wako. Ni kweli lazima tufanye kazi, lazima tutoe kipaumbele kwenye kazi, lakini tukumbuke tuna watoto ambao wanatuhitaji. Kwa nilikuwa nafikiri kwamba mabosi ambao tuna hawa mabinti tuna jukumu la kufidia upendo ambao unapotea kwa watoto wetu kwa sababu tuko kazini. Sasa siku hiyo lazima uiseti. Sasa kama tunasema tuna siku 2 kwa mwezi, yani lazima uanze kufikiria sasa siku ambayo dada yuko off. Wale jamaa sasa wakurukie, wale jamaa kama hujaogesha mwezi mzima uwaogeshe, kama hujawalisha uwalishe, kama ndio tunapofidia yale makovu ambayo niliyasema kwenye mada zilizopita. Sasa unapunguza stress za wale ambao hawakuoni kila siku. Jamani, watoto wanatukimbia mama. Unamshika, mimi dada, mimi natamta. Ni hatari. Ni hatari sana, sana, sana. Kuna watu wanafanya utafiti kwa nini siku hizi watoto wanaua wazazi wao. Probably kwa sababu walikosa hiyo attachment, hiyo affection, hiyo kwa sababu hatuna muda na watoto wetu. Na tuna dada ambaye tunasema mimi nakulipa 500. Kwa hiyo fanya kila mpaka anajibinafsishia sasa mimi mke mdogo, si ndio? Anasema mwingine amesema badala ya nani? Hakuweza kuwa badala ya mke, yani hakuna kitu kama hicho. Yani hakuna mbadala jamani, chonde italeta shida. Hakuna mbadala. Wewe unafanya kazi kama ambao tunamsaidia Mama Samia, si ndio? Kazi zote unazofanya watumishi wa serikali ni za nani? Ni za namba 1. Wewe kusema sasa mimi nimekuwa Samia. Utapigwa bunduki. Kesi ya uhaini, si ndio? Tunaita kesi ya uhaini. Kwa hiyo hakuna jinsi unazosema na replace majukumu ya mama. Umekuja kusaidia kazi za wapi? Za nyumbani. Kwa hiyo sisi pia wazazi, baba na mama, tukumbuke kwamba watoto wanatuhitaji. Watoto wanatuhitaji, lakini hatuwezi kuwa nao kwa sababu tuna majukumu ambayo tunayatekeleza. Sasa tuna component ka kufidia hayo mapengo ambayo wanatukosa watoto. Kwa hiyo off, usione kwamba leo sasa namtoa hizi kazi atafanya nani ndio siku hiyo sasa na wao watoto waone leo mama kapika, leo mama kaniogesha, leo mama kanifulia uniform, leo mama kaangalia homework zangu. Unatibu kitu cha kisaikolojia kwa mtoto wako. Hello? Yes. Nikasema nifafanue hizo off. Siingii kwenye mikataba mimi huko, sipajui huko. Kwa sababu mkataba mnaingia wenyewe, mnasomea mkataba, mnasomewa hizo terms na nini, lakini mimi nasema kwenye parenting kwamba tukumbuke tunapokuwa na watoto kwa muda mrefu siku hiyo tunapunguza makovu ambayo wanayapata in absence of you. Anakuhitaji mama, hakuoni huko kazini, dada na mfano mama kaenda kazini, anatafuta karo, sasa siku hiyo anacheza na wewe, anakurukia, anavuta nywele, anashika kiatu nini, kuna kitu na kitibu bila kujua. Asante.